hola anaambia yeye mko fresh. Tujue mlianzaje, mlifikiria nini, majina yenu, mnaitwaje nyinyi wenyewe, mtuambie kwa sababu hii kuruka pale bridge and risky by the way. Ataka roho. Mlifikiria nini? Ataka roho. Ni roho tu. Lakini sasa mlifikiria nini mkaanza kuruka pale? Yani ni kitu ilikuja tu yenyewe tangu tuko baba mdogo yani. Tuko tunaenda pale wazazi wanatukataza. Lakini wewe bado baba mdogo. Wapi mimi niko na ID bana. Sure. Nakubali. Sure, tupe story kaka. Tupe story, lakini kabla story tupe jina alafu plus tupatie hii chani yako nini kufanya paka ukaenda kuingia kwanza. Ukajuaje wewe utakuwa baharia na ukaifuatilia mpaka sasa unaona inaenda vipi? So kwa majina mimi naitwa Fellow. Napatikana kila pale TikTok, Instagram, utanipata hapo Fellow_daddy. So hii journey imeanza tukiwa baba mdogo sana. Tumekuwa karibu na bahari, ufuoni yani. So kila muda mwingi wetu tuko ndani ya maji. Nini sasa ile tukikaa hivi tunajidanganya vipi tunaweza fika pale. Tunajipa moyo. Tunafika. Hapo nikikumbuka ni kuna miaka kama 7 hivi. Tunaenda pale wazazi wanatukataza changamoto hapa na pale. Hapo tukatoji simu. Sawa, tuweze ka mtandaoni. Sasa the more tunakuwa the more uzoefu unaongezeka wa kwenda pale. Sasa hata mtu mwingine akija foreign akichikivi haezi fika pale anaogopa. Na mita yenu ya wapi? Mita yetu ya Chuda. Chuda pale tu haswa jina gani la hiyo? Wale Chuda mkubwa, Chuda kama vile kusema babu. Sina tu pale karibu na Buxton, tuseme area za Buxton hapo. Kuna slums hapo down. Buxton kwa chini. Kwa chini. Yes, slums hapo sio tutokea. Jina lake mimi asili na tukaenda tukashoot mpaka zile video. Lakini mimi nafahamu kwa jina lako la TikTok Icon Papi. Wale wasiojua jina lako la mtaani pale. Hata kama sila ID ile jina lako. J. Wengine ndugu. Mimi nilikuwa jina langu ni Franco. Tulikuwa nao. Sasa jina lako lipo. Yeye sema mimi jina langu lilikuwa Franco. Mimi ndo nasikia ilikuwa Franco. Sasa hizo itwaje? Ndo amebandika majina. Mimi nakuita kitu nusu. Kwa nini lilikujaje hilo jina wazi? Anasema sababu hiyo ya kuchapa maji. Ndio maana watu wakakubandika jina na kuita kitu nusu mara nguvu. Nakubali. Lakini si nguva ni demu mama. Nguva ni nini? Nguva si yani mami. Kuna mami wanaume kweli? Wako. Mimi sijui hicho. All in all tumepata ile concept kwa jamaa wanaogelea fresh na wanachapa maji. Maana mimi nilikuwa naona tu maba mdogo hivyo wanachapa bridge pale vile, labda umepita bridge ama uko kwa matatu hivi unaona unasikia raha, lakini sasa sijawahi kujua kina nani. Lakini leo hatimaye tumewapata hapa. Nao tupiga nao story na tumefurahi. Yes, tumefurahi sana ile mbaya. Safari ilianzaje? Ulijua lini kuogelea? Ulijuaje wewe unaweza kuogelea pale Nyali Bridge? Yani ilikuwa tuseme tunkua ile tunkua tayari tukiwa tunkua vile tuenda baharini tuogelea nini. Kwanza kabla hatuja Nyali Bridge kuna mahali kwa kuna bahari fulani kwa ndo bahari yetu kwa tunasema bahari ndogo hapo. Na sasa kwa kuna kitu kama kipila hivi kwa tuenda paka hapo. Nilifika pale kwa ni mkali. Tulivyotoka kule kwa kwetu tukisha kama miaka 7 ndo tukaanza kuja ile bahari kubwa. Sasa tutokelea watoto tukaanza kuja bahari kubwa. Kwa ndio hivyo tuogelea wakubwa wetu kama vile tumeenda ngine tubeba mgongoni. Tuenda nao kama hivyo pale turudi nao. Hivyo ndio ilikuwa hivyo paka tukaanza kwenda pia si wenyewe hivyo paka sasa hivi venye tupo. Na hiyo mambo kubebwa mgongoni nakumbuka kitambo kuna mtu anaweza kubeba hivi mgongoni alafu kakochilia katikati ya bahari. Anasema bana hivyo ndo utajua tukikusha kuacha hivi ukistruggle mwenyewe ndo utajua. Sasa wewe katika ile kujua kuogelea ulifanywa hivyo ama wewe mwenyewe yani ulipata mtu ambaye yani alikufundisha kiurahisi au ulifundishwa the hard way? Unajua hiyo pia endana na mtu mwenyewe. Yategemea mimi za kuwa najua kuogelea lakini mimi ni muoga. Ndio wapata fanywa kitu kama hicho wapelekwa kutia preso muenda pale katikati ya kulaza ushona. Unajua kuogelea lakini ni muoga. Sasa ndio vitu kama hivyo chukua lazima wapelekwe urudi. Sasa utaona tuseme kama hapo tukiwa tuna miaka kama 5 hivi ndio tumfanyia vitu kama hivyo. Ndio uoga kwa kutoka. Na wewe brother
ni hivyo tu, tumelelewa hivyo. Wote tumelelewa mtaa mmoja. Mimi na wewe tumelelewa hivyo. Kenye mimi najua ndio yeye anajua kwa maji. Kabisa. Ndio. Mimi nakumbuka hata zama zetu pia Chuda Beach kule. Same thing like kwa unaingizwa aidha urusho kule mbele uogelee peke yako ama watu wakikurudi. Kuna time saa Chuda Beach sio imeshikana na ule ukiogelea unatokea Mshomoro. Ndio ndakuwa. Sasa ndio ilikuwa ya hizo siku. Lakini sasa siku hizi ndio nyinyi mkaanza mlijuaje like waweza ogelea pale chini ya Nyali Beach. Ulikuwa unajaribu nini mpaka ikakumotivate ukasema leo nifike hapa? Tuseme yani ile kitu kuja hivi generation tu yani. Kuna wale wakubwa wetu, sisi tulianza pale, kuna wale wakubwa wetu wenye walianza. Wakubwa wetu wale tuseme sasa kama wako 50 hapo ndo walifunga zile kamba nini. Asile kuenda pia sile dogo tuenda nao mpaka wanakuja umetuachia pia sisi hivyo. Pia sisi tunapata kwenda kama na wapata pia sisi tuenda kama na hawa pia. Ile yani tuseme generation after generation watu wanafika hapa. Sasa huyu mwanafunzi wenu au ndogo Nje kumekuwa na hizi competitions za watu kuogelea kutoka kule ni Madu mpaka Chuda Beach mpaka Chuda Water pale for Jesus mpaka Jesus nilikuwa nimeifupisha for Jesus bro kutoka kule, lakini sijawaona nyinyi ama nyinyi participate hiyo nyinyi mko ile kabla ndio kwa mpira kuna wale wanajua kujuggle the ball na kuna wale ambao anacheza ndani. Sasa yani ni stunts kuogelea pale katikati, si kuogelea long distance nikasema. Yani kuogelea tuwaweza, lakini sima tujapata ile invitation ile njooni, bado tujapata vitu kama hivyo. Unaweza kuwa send invitation lakini labda za kwa nyinyi wenyewe bado hamjakwenda. Unajua kuna vitu vingine paka mwenyewe uende vitu za competition. Sasa ilikuwa ni ile wewe uende alafu useme. Sisi kuna siku ilikuwa ni Ijumaa hivi. Tumepanda hapo kwenye pila vizuri. Tukaruka 2 3 tukasema acha tukae hapa juu tupigwe na juu. Na tukaangalia kwa mbali tukaona jamaa wanakuja kama 100 hivi ni kibao wanaogelea. Akasema tuingie nao. Kumbe wale jamaa ni race. Sisi ilikuwa juu. Sisi tukaingia tukahapo mbele yao. Sisi tukafika kule wa kwanza. Sasa sisi tuko mbele huko. Sasa kufika kule tukaambiwa nyinyi kaeni kama maybe. Lakini sasa ilikuwa tujafuata protocol sasa. Lakini bado hatujapata ile kuinvitiwa nini. Na je, mliuliza maybe next competition iko lini ndio mjue yenyewe ikifika next yani hapa sasa takuwa na sisi pia nishajipanga. Mlifuata hiyo nini hizo process hizo mkajua the next competition ni lini? Tukufuata na so far toka mwanze hiyo kuruka pale vile Nyali Bridge kuna mtu yote maybe ashawaona hivi akashawaona kuna sio siku ukiwa na hiyo event I hope like mimi nilidhani like vile waona kwa sababu ndio check video zako nikaona like ulipiga kadhani uko kwa hiyo race nikasema hata kama mjaonekana but kuna mtu amewanotice either government county government ama organizers wa hiyo swimming competition because obviously waliangalia profile yako akaona huyu jamaa anajua kudive anaweza kuogelea mahali na hiyo roho hamjakuwa approach na watu like those mpaka sasa bado sema kweli lakini mimi naweza sema hatukuwa approachana wakubwa lakini kuna wale wenzetu walituita collab kuna wale wanaruka wanasema welcome to wale Mombasa kule welcome to Mombasa waliwaita wale wanapigana content moja hapo tulienda all Twitter tukaenda kupigana content moja wakasema watakuja tupige lakini mpaka sasa bado hajafika hajaikuja lakini sasa kwa ufupi hatujapata mkubwa yani mtu akushikilia mkono sio ndio wewe na mkubwa na ukaitwa na wenzako collab hiyo sio hiyo ni sisi kwa sisi lakini tunaomba sana wakubwa wetu watupate kutuona pia sisi watu wenue bana washike mkono kabisa ndio ili mufike wapi mnataka kufika wapi yani tuseme yani azim vipi yani kushika mkono kama vile yani kutupeleka kama shule vile left guard no iko sawa sawa lakini wewe mwenyewe kama maybe dream yako kando na ile okay kuna mtu ana dream yake ya kufanya kazi fulani lakini kuna ile recreational tuseme activities kama vile nyinyi mfanya for fun I believe si ndio sasa ile fun yenu maybe tunataka tufike pale maybe tunakwenda competition labda paka Tanzania Dar es Salaam kuna nini Zanzibar ama wapi ndio ile yani mtu amenishika mkono yani wajiona wapi yani baada ya miaka miwili kama mtu atanishika mkono kuna pale nilikuwa nataka kufika hapo hivyo nitafika nikishikwa mkono nitafika pale kimimi yani nilikuwa nikishikwa mkono ndio kama Kenya Navy mimi naona hapo itakuwa iko sawa kwa hivyo timu yako mko mjeshi kwa Kenya Navy iko fine kabisa la unyamaza sana nataka kwa kufikisha wapi kuogelea utakuwa baharia ama una malengo mengine apart from ni hiyo Kenya Navy kwa Kenya Navy waweza
Naweza. Naamini sababu hata Mbona ongea na confidence? Unajua mjesho for na confidence bro. Umejaribu kuenda recruitment. So wewe umefikisha 18 pia mabado. Bado. Baba mdogo wao huyo bana. Amzeesha bana. Ndio ngoja mniulize mimi pia. Sioni jamaa. Umeweka sana bana. Unaona malengo gani umeshajaribu pia kuapply kwa Navy ama KDF? Mimi malengo yangu yanataka mimi pale chini tujulikane tuko pia. Shona? Ndio. Kuja kama wazungu. Shona? Yaani tuonekane nyote ing'ae kidogo. Wazungu waseme, we want to go there. Sawa, wakuja watatupata sisi. Sisi tunajua maji ikiwa ina nguvu inaenda hivi. Kwa lifeguard. Akitaka anafikishwa. Iwe kama ni apart kama tourist. Basi issue kama hiyo hafai kuwe katika sekta hii kwa sababu this county government pia si kuna hizi wizara ndogo ndogo maybe ya tourism nini na nini. Wao ndo wanafaa yani wauze sera kama hizo yani. So upate ile spotlight ile. Hata tukipatana hata kama ni boti tu na mashine yake. Namchukua tu mzungu na mbebe pale. Naenda unamuonyesha kama kuna wadogo wetu wako hapo angalia wanaruka. Ushaona? Inapata ile uchumi ya huku kwetu inaongezeka. Sijui kama umenielewa. Inasiti kuwa kama ni biashara tu inatuinua kama si vijana tunatoka maskani. Ushaona? Tunaacha hizi mambo mbaya. Tunakuja kumbe pale jamaa kuna kazi. Tukipata ile boti, the moto wazungu wanakuja nini tunanunua madawa watu wanakuwa wavuvi. Ushaona? Hivyo ndo ndoto yangu mimi nataka tuonekane pale chini. Kwamba vijana tuko si Gen Z kukimbia kwa barabara tu lakini tuna njia nyingine pia ya kutafuta kimaisha. Sijui umenielewa. Sababu miaka inaenda na akili sana na tunataka kwa inshallah Mungu akujalie ufikie na ufanikiwe nyoteni yani inshallah. Na pia nyinyi mwe kama kwambie kama vipi mwe kama daraja wale wengine pia kujulikana. Unajua kuna watu wengine kama hivi yani hawa wakubwa na watu wengine wanadharau yani ile mambo kama vile mtu anaweza kukuona pale vile unaruka mtu yezi kuruka lakini utataka support lakini pia mtu yezi kukusupport maybe unasema check tutataka vitu kama hivi hizi ma life jacket in case of anything. Wajua maji yana mwenyeji watu wasema like sasa vitu kama hivyo tuseme naweke kama vile yani badala ya kamba kuena kama ngazi hivi for security nini for your own safety kuena kama life jacket zile kabisa. Kwa sababu hiyo mambo ya tourism unaosema na imani wewe wajua maji lakini nitakuwa mtu kama vile mimi nitatamani mimi pia nije nipate ile experience pale. Ushaelewa? Lakini sasa kufika pale maybe mwanzo nitataka kujaribu na kama hivi life jacket kwanza. Ushaelewa? Kitakuwa nipate ile confidence. Mimi sasa narudi pale tukipata kama boti. Kuna mtu anataka ile energy yake asiharibu kama. Unajua ile maji ina nguvu. Kuna time ina nguvu sasa inabidi tunatumia mashine sasa. Ndio maana nakwambia tukipata boti inakuwa pia easier. Una experience hata kama hujui kuogelea lakini unaweza fika. Lakini pia life jacket wenyewe amesema inafaa. Unajua anaweza teleza bahati mbaya, si ndio? Ameketia boti vibaya ameteleza. Ile life itamsaidia. Alafu hapo hivyo uliposema mambo ya kumaliza nguvu by the way tunajua kila mtu yajua kuogelea mpumzi. Je, kuna mazoezi fulani mwafanya maybe labda mwakimbia kila usubuhi kujenga hiyo pumzi ama ni ile tu ni natural sisi bwana tuaruka hiyo natural ama mna mazoezi mwafanya? Hiyo tuseme tu natural lakini sisi wengine mafootballer barbarian unajua. So ile si ni kitu tushazoea pumzi lakini sasa tukwambia hiyo nguvu unaweza ukapaa umeingia pale umeshiba lakini ukitoka umeisha sababu ile ni maji ya chumvi na nguvu inakufinya tu. So ukiingia pale ukitoka hivi hauna kitu unajaa. So inataka ile nguvu energy na energy lazima utake inatoka kwa chakula. Umesema ni apart from swimming mnafanya sports zingine kama vile umesema mpira. Kuna any other sports unafanya maybe? Football and striker, defender wapi? Mid. Sure, basi kweli unajua mimi sector tu yenye pumzi kweli naona ameipa jina kubwa midfielder. Mimi namba ngapi? 10 hapo. Bro. Hata yeye akiwa ni 10 mimi niko hapo 8 hapo. Playmaker. Lakini sasa mimi nikatoroka boli akasema tena ni rugby. Sasa niko kwa rugby sasa. Siona hivi mfupi lakini rugby mnaichezea wapi pale Chuda? Hapo Chuda. Nilikuwa tuichezea mara kwanza tutacheza Spati Primary. Kaja wengine wakachukuliwa kaenda shule hapo Tunonoka sasa watu wako hapo MTTI sasa.
Na ukiangalia ukicompare between rugby na swimming, gani iko na promising future between those two for now sahi? Kwa sahi kwa sahi kisisi yani hapa. Because kama unaweza fanya zote mbili, rugby iko sawa. Lakini passion yako iko katika swimming. Passion yangu kwa swimming. Kwa sawa swimming. Yako? Mimi passion yangu. Mimi nilikuwa naweza kujibu tu hivi. Yaani unajua kama vile tumejulikana sana. Na kwa ile rugby kama hivi pia mmejulikana, lakini kuna mzungu kama amepita hivi hajachukua. Sema ile imejulikana kwa TikTok ile ama jamani famous nini. Sasa wewe utaconcentrate na ile ya kuswimming, utaconcentrate na rugby. Sasa wewe concentration yako sana umeka katika swimming. Na katika hiyo part uliongelea, je, wajua pale vile naona sana tourist wanapita, local tourist na tourist wa international na wazungu nini ambao wametoka nje. Je, kuna siku yote pale vile mlikuwa ni muogelea, pengine kuna jamaa anapita na boti wakasomesha boti maybe wakawaita ama labda mtu hivi anakanyoshia mkono bana mimi nimemind hivi kitu fulani hivi mara kibao sana. Hata pia kuna saa zingine wale wa kule juu wanaanza kutaka kama kamfuko kala iloni hivi kama pesa akakufungia alafu wakairusha. Niweza pata mtu ampite ile kiindi pengine amenunua nini yarusha kama hivyo tu anadai kitu anachukua miwa nini vitu kama hizo machungwa maembe. Huwa tunafanya kitu yenye ni ngumu mtu kuamini. Tunaweza mwambia oe rusha hiyo pesa haitashika maji na ishiki, sijui kama umeelewa. Naweza mwambia wewe rusha hata kama ni dala hiyo haigusi maji, na ikiwa kwa juu ya maji wa hewa inachukuliwa na mtu anaingia nayo anakuja nayo. Let's talk about safety ya whatever pale mfanya safety ya pale chini. Sinshaenda na nyinyi pale panateleza and like mwanzo inakubalika kufanya ile chenye mnafanya pale kwenye beach dive pale, is it legal? Kwa saa dimis jaipata eti msumbuliwa na polisi ni mata county makanjo Coast Guard bado. So hata kuna siku tumekaa hapo wakuja hawa Navy na boti yao wakasema mnafanya nini? Akambia sisi tumekuja hapa tunajistarehe. Wakasema na ni talanta akasema haina shida lakini jichunge tuwe makini. So tunashukuru Mungu hakuna kitu kibaya kimetutokea pale. Sasa hiyo ndio opportunity mkamwambia check sisi tutaka kujoin tupeni process, angalieni mambo yetu sisi tunataka kuingia Navy. Ile sasa hiyo day kwa sasa tumeingiza njevu. Yaani ile umeshtukizia watu hapa. Ile umefreeze kabisa. Sasa ile kujitetea pia. Na mkiwa mnafanya hivyo hapo jaitokea yani like accident ama mtu akaumia mkiwa mnaogelea pale so far? Ya bado. Lakini sema accident kama ile mtu kuteleza ile pengine kukatika na yale mawe basi vitu kama hivyo. Vitu kama vishatokea kukatika na mawe kama vipi pale kwa mawe ukiwa na parada pale. Kama utakuwa makini pale basi lazima ukatike. Ni kama vile venye sasa ulikuwa unasema kama unataka kupanda pale pahali. Unajua pale kwa zile kamba kama ni mgeni hujazoea. Huwa ni shida kwako. Kwako utaona shida lakini kwa wenzako utaona raha. Sasa wao tukienda na baba mdogo waga tuambia shikeni kamba tuavuta. Unaona kama uchinye alikuwa amesema ile ya kuweka ngazi. Hiyo ilikuwa nimekusupport. That's the only way county wanasema. Cause mimi nikiangalia hivi naona apart from watu wengine wa nje, I know like sisi kama mafans tunaweza the only support tunaweza wapatia ni ile kusubscribe ama kuangalia video zenu, like pale kwa rusha gifts mtandaoni. But like county government ambayo inahusika na sisi watu wa Mombasa. Unaona wanaweza fanya nini apart from kuja kuwaletea ngazi na life jackets kusupport hii kipaji mko nacho? Kitu wao jamaa wanaweza tufanyia ni kama tu tuweke kama vile competitions, ndio? Sisi pekee tu tunajua kuogelea, si ndio? Kuna kama watu wa Madhu, Fort Jesus nini. Pia sisi watu include pale kwenye ile membership. So jua tena Rose inge hivi lazima kuna membership pale nini. Kuna kutoka allowance. Hata ukitutolea ile allowance pale tukiingia tukijisajili tutaonyesha kipaji chetu kiko wapi. Sababu kuna wengi wetu tumeona wameenda Australia, huko Argentina wanaenda kuogelea tu. Pia watulete pia na kama county government ukishatuona sisi tuna passion na maji, si ndio? Unatuleta hizi boti za mashindano. Ndio. Tunakuwa hizi ndogo ama dau. Kuna hizi za plastic ile za mtu mmoja. So zile tuletea kama 10 hivi. Watupatie tu na mtu coach mmoja tu mzuri tu. Pale kama sisi pale
mtani kwetu kuna mmoja siko ba ni kilema ana mguu mmoja lakini ako Kenya timu ya mambo na maji na boti. Huwa saa zingine tunamchangia anaenda hivyo majuu na fair nini. So supporting ile tulete zile boti nini. Kama ungependa kama yeye akue coach wenu. Hebu mtaje jina tumjue ni nani. Sisi anaitwa Brian. So ile jamaa sisi tukimwangalia yeye tunaona future yetu itakuwa kama yeye. Sijui yeye ana mguu mmoja lakini anajitahidi na anafika mpaka pale. Ndio. Hata ukimwangalia kwa mitandao yuko kwa redio ameitwa sana. So hata kiwa coach wetu yule jamaa na tukipata zile boti itakuwa better. Sababu tutakotoka maskani, tutakuwa kama tumetoka shule tunaenda zetu beach, ndio tunafaa tufike pale fulani, goal yetu iko pale fulani. Ndio government yetu kitufanyia hivyo, tashukuru. Na sofa nyinyi mko ngapi group yenu? Mko hivi ama kuna wengine wengi? Kuna wengine wakubwa, kuna wengine wadogo ama vipi? Yani acha mimi niseme hivi yani pale. Tuko group 3. Kuna wakubwa wetu, kuna sisi hapo under 18 hapo. Alafu kuna wadogo sasa wenye wako grade CBC. Group ziko 3. Tuseme tukijikusanya kama sote pale tufika mtu kama 35 36 hapo. Na nyinyi kama nyinyi under 18 ndio sema jina lenu maybe la group yenu kama nyinyi. Ndio nikakwambia Nyali Bridge Boys. Nyali Bridge Boys. Ndio sisi. Na wakubwa jitaje ama hiyo jina moja. Ile jina moja tu, crew moja yani. Community society around pale wanachukuliaje ile jambo like wana frown upon, wanaona like mkienda pale mnahatarisha maisha yenu ama wana encourage family na marafiki, people around majirani pale. Pale wanachukulia tu vitu vya kawaida pale. Ile tu ukifika tu kama pale mmerudi, makini basi kama vile makini na mtoto wangu kama hivi vitu vya kawaida. Sio wale wanajua tu vitu bado ukimkataza. Mkataza leo, kesho wenzake wameenda ataenda nao. Sasa bidii ni ile tu umezoea. Yaani tu mama yake ndua tu yani. Unajua mtoto wangu bila kama sasa yuko bahari yangu ndua tu yani. Na ukitoka ukirudi uli salama. Bora mwenyewe lakini pia uje kujichunga. Kweli. Unataka mimi hata for example ya mimi mwenyewe. Una mimi nishakwenda pale. Ile kama first day leo kesho yake second day. Unajua mamangu pia baharia kivyake pia. Nakubali mzee. Sasa mimi nilishangaa mamangu alinifuata mpaka kule na nikashangaa alipandaje pale juu. Yaani waliruka alafu yeye pia ni akaruka akafuata. Akaniambia wewe twenda naye nyumbani. Hata mpia nilikuwa hivi. Sasa nimekukataza wewe kuja huku. Yaani design fulani wewe ulikwenda bila ruhusa yake, ukaruka. Yeye akakufuata nyuma mpaka akaruka naye pia. Akakubeba. Yaani ile kukuonesha yeye pia alikuwa baharia. Kwa hivyo nikikwambia unisikize. Shiwa yakubali. So ni kama tu kuna age fulani hatuwezi enda nao pale. Na kuna age fulani tunaweza kuja nao pale. Kama mtu kama huyu kumwambia yote anaenda na anavuka anaenda fika mpaka kule other side tena anarudi. Lakini kuna age kama 4 3 hawawezi enda kule sababu mzazi akona ile mtoto wangu mdogo sana haizi. Sasa tuseme kama mimi tuseme kama vile mimi sijui kuogelea for example, sijui kabisa, ni mtu mgeni nimeona nimependa na roho natamani sana kufanya vile lakini sijui, nimekuja kwenu nataka mnifundishe. Somo la kwanza ambalo mtanipa somo gani? Somo la kwanza nisikize na usiogope. Ukinisikiza na usiogope nikwambia hatujaingia kwa maji. Nikikwambia wewe fuata tu njia yangu yenye nitakwambia. Fuata sheria. Nikwambia bro na kanuni. Bro simama. Kwa sababu najua mbele kuna mawe lakini wewe uioni, mimi najua kuna mawe. Sababu una experience. Hiyo ya kwanza. Cha pili naweza kwambia chochote kitakachofanyika pale kama usishtuke. Sababu kuna panic. Noma. Kama mimi niingia ndani, si ndio wewe bado uko juu utaona nimekupotelea. Kumbe naangalia pale kuna njia tupi. Usiogope na usishtuke. Nikwambia nishike bega, wewe nishike tu hivi, usinifinye. Nashika. Mimi sasa ndo nakuwa kama flota yako. Tunafika na tunarudi. Kwa hivyo ni wewe uweza support mtu hata kama ni mtu mzima, hata kama ako na kilo ngapi. Bora. Unaoka maji. Kilo yote nenda na maji unakuwa float. So ukinishika tu hivi, bora tu ukinishika tu hivi, nenda naye pale popote. Itabidi watafute. I face my fears. Nipata katika maji ya shawa. Itabidi watafute. Mimi sema la ukweli, mimi kama ni kuogelewa naogelea tu hapa
shalo kama ni puli hapo hivyo ndo na deep nitakwenda. Kwa sababu gani? Hata kama ni dependent nitadive, kwa sababu unajua hata kama pumzi kinishia hapo nitachapa chini, nitashika ukuta, nitapanda juu. Lakini majabari hata kama yani sijawahi, yani siwezi fanya mchezo na majabari. Mmoja nikiona yani maba mdogo kama nyinyi wasafiri sisi tumefeli kama Mombasa County because I feel wana shule zote za huku Mombasa. Hiyo ni kitu cha kwanza fatu tunafundishwa. Kama nyinyi mnaonaje? Sisi kama mimi sawa. Tunaishi karibu na maji, afaa tufundishwe kwa island. Kulipata kufundishwa mpira ama nini, mimi naona afaa tufundishwe kuogelea sote. Just in case pale tuvuka ferry patoke kitu mbaya, God forbid, kila mtu anaweza ogelea. Lakini mimi sijui kama pale ferry mnaweza ogelea jamaa. Tuogelea. Bora ni pale mawimbi ni mazito. Hatuangalii mawimbi. Tunaangalia mashine. Una ile mashine pale hata ikinguruma ile ferry nini inaweza kukuvuta na ikuvuta hiyo tayari tunakusahau. Sio kitu nyingine. Eti kizima ile ngoma izime pale hakuna kitu tunaweza kosa kufanya. Juu pale tuseme yani pale kama sasa ajali nitokea pale. Ona pale usishindane na maji. Maji yanaenda huko. Kubali kwenda huko. Nenda nayo tu. Maji si anakutoa wewe kubali. Hata kwenda huko lakini maji yakupeleka huko wewe kubali tu rahisi. Sasa mimi nataka kuuliza swali moja. Mshawahi siku moja ikawatokea mmeanza kuogelea pale fulani maybe Chuda. Hiyo siku wajua siku haziko sawa. Hazifanani. Maji mazito nyepesi. Je, mshawahi kuogelea mkaanza Chuda maybe mkajikuta pale maybe leo tuko huku Mshomoroni huko. Nyuchi kule kama ni kibao sana. Hapo ndo muongea. Ambapo yani wewe mwenyewe ukakubali acha nifike kule, nitazunguka nitarudi na mguu na bridge turudi nyumbani. Ona hiyo muongea imeshanitokea kama mara 3 hivi. Tumeingia hivi tumeogelea nini? Akasema tuendeni pale katikati. Tunalala na mgongo kwenda juu. Sasa umelala hivi kishtukizia hivi maji yamekupeleka Mrama mpaka Manyani huko. Na kulala mnalala usingizi ama unalala kimwili unalala tu macho unajua kuna ile raha. So nikishtukizia hivi wenzangu hata wametoka mimi ndio niko, lakini ukikupeleka wewe nenda usikatae. Ukisema unapigana nao anakupigia muscle pull itakuwa shida hiyo kuchapa hapo. Sasa tutakusahau pia basi. Yani visanga ni vingi kwa maji ina mwenyewe. Lakini nyinyi katika group yenu hamjawahi kutokezea na nini calamity yote ambayo maybe labda mtu alele kama kupoteza mtu kama kupoteza mtu. Okay, maybe pale bridge vile watu wakiruka maybe pashairuka mtu ama sasa tusikia tu amezama kwa kujaribu kusaidia. Mara kibao sana ishatokea. Na mshasaidia mtu kitu ambacho maybe wajiproud kuna mtu kumsaidia. Shai pale. Mara kibao kama 3 watu wa mtu mzima ni generation yetu tuseme sana wanaume. Kuna generation yetu tumekuwa kama watu 3 hivi pale. Hiyo ya under 18. Hiyo yetu. Kuna moja tulipata ni cheese ameruka. Unajua cheese naye elewi ataka kushika hata kufanya. Jaribu kuongea naye akuelewe. Alitupatia changamoto but tulimtoa. Lakini kuna changamoto pia kusaidia mtu bila hizi life jacket. Unajua ukiona life jacket unaweza mtupia kama shika. Ndio ile mambo anasema sasa. Sasa sisi tunaingia tu hivi venye tuko natural. So inakuwa changamoto tangu muongeleshe bro tuliasha kushika kupeleka chini umekunywa maji tayari. So mzaba kofi moja kuzuia amekuzuia. Akikushika hivi. Wewe mwenyewe ukishika maji mozi zinachilia. Tulia kutoa. Hiyo. Sasa pale inabidi vitu kama hivyo vikitokea kama vile mmeenda kama pale. Sasa inabidi mmeenda kwa pamoja. Tumeenda kama 3 kumokuwa. Aye tuweze cha mtu mmoja ndio aende kama pamoja. Tufika pale kwa pamoja. Mmoja huku mwingine huko ndio mweza hapo mkamsaidia, lakini ukienda wewe peke yako unaona. Sasa wajua shida, unajua kuna vitu vingine huwezi la mtu kwa sababu gani? Unajua pale mtu anaona kampe ni yani yuenda zake. Wajua wewe ile roho unayo, lakini kuna mtu mwingine ile roho yeye hana. Yeye anaona kambe hapa hivi bana mimi nafa. Hamna cha roho. Yeye aliporuka aliruka akijua atakujua. Si ati waruka tu waruka. Huyo ni sawa, nasema mtu ambao tu yani tu kusave maybe ameogelea tu mwenyewe maji kamvuta. Ama sometimes kama bro shaogelea madhu ile bahari na mashimo hapa hivyo waweza kuta uko fresh maji yako hapo, ukienda step mbele kidogo hivi ushaona. Sasa ile kupani kwa jua ile kupani ndo mbaya, umepani kwa sababu umepiga step moja hivi au ukanyagi papu umekwenda. Sasa kwa wayajua kweli maji, lakini yule mshindo kukuvuta chini hivi
ile timing ikakutoka. Ushaona, mimi shaona watu wengine pia mtu anajua kuogelea amezama hivi fresh, lakini sasa yani ikamtokea tu muscle pull. Ni kitu ambacho hujapangia, mguu huwezi kuupeleka huko hivi, unaona na maji yajua, lakini ile muscle pull sasa ndio hiyo hapo nilikuwa nauliza hiyo. So mimi kitu ningesema kama mkazi wa pale masehemu na anapajua vizuri, ataka government yetu, si ndio? Sisi wengine tuna maidi, tunaweza pata kazi, si ndio? Watu andike hata kama ni pale tu ma life saver. Pale bridge hakuna life saver bro. Hakuna. Sasa ukaingia sasa tangu boti la navy lifike pale. Ushaenda. Na hata sisi tukikusaidia wewe, tukikutoa utapigwa. Sijui umeelewa? Ndio. Usalama wako itakuwa hakuna. Sababu tumekutoka maji, wanasema alikuwa anataka kujiua huyu. Watakupiga. So hata serikali akinipatia jezi nikivaa hivi, lifeguard hapo nyuma niko pale tunyali na kitu changu. Wewe kazi yangu hii tulia, najua vile nitamwadhi, anapelekwa police station, anahojiwa vizuri kuliko mumpige. Sijui umeelewa? So government yetu akina Abdulswamad, honorable Abdulswamad, tuangalie sisi vijana tuna kazi. Hapo bridge mkituweka pale, hata kama si wawili watatu, mmoja huko mmoja kule, tunaweza saidia, tunaweza save life. Wallahi. Mtu akiingia bahati mbaya anaweza ingia hata mama yako, huwezi jua. Ukienda hivi ni mama yako, si ndio? Unamsaidia. Pale tangu mtu akuje, pale atakaitwa ni askari. Wale wa traffic ataangalia, watapiga. Na mimi labda mwenye pia hizi kuruka. Hiyo ni kura inakufa hiyo. Ama ni mtu. Unajua? So, unaenda unamtoa, si kweli? Unaenda unamsaidia, ni binadamu kama yeye. Si kupenda kwake. So government yetu tusaidie bana, sisi vijana pale Backstand bana, Nyali Bridge. Hata kama sisi pia wengine wenzetu kama sisi wapate hiyo kazi, huwezi jua sababu wewe hata nyinyi mna uwezo. Mimi sasa hivi miaka 22 nimeishi pale, naona hivi vitu visanga. Hakuna mtu atakuja kusaidia kama sisi. Zingine sisi tukikusaidia tunakusaidia na njia nyingine, tunakutoa unaenda tunakupeleka makupa ama tunakutoa. Ili watu wanaosikumva wasipata mara nyingi watu wanaokolewa, lakini sasa sijajua kama watu wanaokolewa wakiwa hai. Ndio maana kauliza hilo swali. Sasa siko sure. Like unasema wanaokolewa wengi wao wamesha dead, over 50%. Wengi wamekufa. Kwa sababu kwa nini wankufa? Mtu ajilenga pale kwa pila. Kichopa pale kwa pila. Mshapata hizo situation jamaa hapo kwa pila. Pale la kukunja kichwa na sasa yani nyinyi tu kama ni mwili tu alimwatoa. Pale watoto wengine anaweza ingia pale akaruka vibaya. Unajua kule juu kuna force anakatika ile maji ni chumvi inakata, ukipiga vibaya tu hivi jamaa yani akiruka hapa unaweza usitoke damu, lakini umekatika ndani nasikia ile pain imekuumiza hivyo. So sometimes inakuchapa. So percentage ya pale watu wanaokolewa wako hai 3%. Wallahi kidogo, 2 3. Ile yenye tumeona kuna wale wanaruka usiku umuone na ameenda hivi. Si tushei hata pale kwa maji tunaingia tunaogelea, uzafanya hivi umeshika body na sisi washatokea hiyo sheria yetu, ukipata na body kwa maji usiwe kimbia, itaana toleo, kwa sababu pia huwezi jua njia ni hiyo. Mwingine atakuona atakuacha sababu uliacha yule mwenzako. Hata kama mtu amekufa, unajua kuna watu wengine mtu asikiliza ati si ati mambo kuogopa maji. Unajua kuna watu wengine wanaogopa mfu. Ushapata maiti mwenyewe anataka ule mtu aanze kufloat, kwa sababu unajua mtu akikufa ana sink 2 days. Hata mkamweka maji vipi 2 days ikifika anakuja juu. Lazima maji haiwezi eka mwili tena, ukiwa umekuja juu inakupeleka ufuoni. Kifupi maji hayaki uchafu. Hayaki uchafu. Maji ni masafi. Hata ndio unaona unaweza kunywa bahati mbaya lakini sikudhuru. Hakuna mtu nishaisikia amekunywa maji ya chumvi amethorika. Neema yake mwenyewe Mwenyezi Mungu sio kabisa. So government yetu angalie swali nimeuliza wallahi. Hiyo life guarding up. Waiangalie kitu wallahi. Advice kwa vijana ambao wanajaribu kuingia into swimming, wanajaribu kuingia into diving. Unaweza waambiaje like watu ambao wanaogopa na watu ambao wanaogopa siogope? Yani swimming yani kitu rahisi, lakini ukiogopa itakuwa ngumu. Kitu rahisi tu sana, lakini ukiingiza ile njeve tu woga yakuwa ngumu. Wala wenye nataka kuingia waingie tu, usiogope. Kuna siku maybe ushe kupanic kando na wewe ni uwe maji wayajua, lakini kuna siku ushe kupanic ni za jentokea na
Mimi shawahi. Sifiti kitu ile nilipenda mimi. Kuna mtu alifanya hiyo kitu ndio mimi nikashtuka. Kuna venye aliruka vibaya nini. Kuna accident, unajua siku zote ajali ina kinga. Ndio. Jamaa aliruka vibaya, sasa akanishtua na venye aliruka hatukumwona kitu. So ikabidi tumfuate. Lakini nilikuwa nimeshtuka. Hiyo ina happen lazima ina happen. Yeah. Kama mimi sasa tulikuwa kama tulikuwa mtu 5 hivi, tulikuwa tunaenda kwenye ile bridge. Mmoja wetu akashikwa na muscle katikati ya maji. Na tulikuwa katikati. Na yajua kuogelea. Lakini sema ile muscle imemshika tena imemshikia hapa. Haizi chapa. Sasa ile ilitushtua jamaa ile ya kunywa maji huku. Ameshika mguu asema nisaidie. Wenzangu 4 watatu wako mbele. Mimi peke yangu ndo nilikuwa naye. Sasa ile kushtuka ile hata nimeshinda mpaka kuambia wale wenzangu kama hujui ufanye nini sasa. Alafu ikawaje? Sasa nikabidi nichape nyende nikaite wale kwanza. Wajua kuna kitu kingine cha kutendekea mpaka wakosani ile kuongea. Kaambia wewe mwenzetu kule yafa kule. Yanywa maji yani. Keza kufa ule. Mungu atulinde. Uzuri yani ile kuona wale wakubwa wetu ndo walikuwa naja, ilikuwa ni ndo walikuwa naja. Ile nikamuita brother meni, wewe njoo hivi kuna dogo wangu ya zama, alafu dogo mwenyewe sasa. Wamsaidia lakini wako chini ile. Wamwambia nishike. Nishike ile tu ile. Unajua kwa hivyo labda mimi mwenyewe pia shapani kashakunywa maji. Na ujuzi wake wote lakini alikuwa shapani. Aona mwangaza yenyewe pia yani sasa ukishakutana black hiyo na black. Yana alikuwa shasmate, ashafika heaven. Kwa hivyo mimi sasa nikija pale vile nikitaka kudive from now on ni feel safe kama tuko na nyinyi. Tuseme yani next time leo mmetembelea lakini sisi tuje pale vile tuwatembelee kama ni content sasa tuishoot pale vile. Kwa hivyo mimi nikija pale vile niruke bila hata wasiwasi sio. Unajua mimi sije kuogelea maji mengi ile kusema la ukweli yani. Unaona mimi nilikuwa nataka kusema kitu kimoja. Hata wale wenye wanaogopa kuogelea. Kitu siku zote yani. Fanya kitu na roho moja. Kwa sababu mimi kufanya ufanye. Mimi natamani sana. Hiyo ni kitu ambacho iko katika bucket list yangu ku face my fears. Unajua kuna fears nyingine watakaozi face kabla ondoke duniani. At least wana mwenyewe kitu umeaccomplish. Sasa pale vile Nyali Bridge toka kitabu ushaisema ni hapa bana ni deep na kunaogopesha lakini nataka siku moja niwe nijaribu niruke. Mwenye baharia lakini pia maji ya bahari mingi wasiya mind. Ubaria wangu ni ile wa kujitetea mimi mwenyewe, nimezama kidogo pale nijitetee jitoe basi. Lakini hata nijitie ujuzi hata nenda niogelee nchape sijui mvuke Mimi nataka kusemaje? Hakuna mtu aliyekuja tayari anajua kitu. Lazima ujifunze. Hata ukija pale kama bro wetu hapa alikuja akafika akaona mazingira, si ndio? Hata wewe ni nani uweze? Aliruka. Kwa nini usiruke? Usiporuka utarudije? So basi itabidi tuje round 2 lakini angalia mimi niruke nizame nirudi life jacket siku 2 siati ile kwenda mbele. Mimi nakwambia sikiliza kuogelea kwangu wanadhani mimi niliogelea na life jacket. Unajua kitu kimoja sawa. Unajua anadhania vipi pale Nyali Bridge. Sieti pale Nyali Bridge lile uruke utoke. Yaani ni waingie ufuoni ugele paka pale upande ndo uruke. Seti uruke yani kuenda paka uogele distance upande tena kurudi pia ni distance. Kweli sikufikiria hiyo. Mimi nafikiria kama labda mfika pale bila kiboti na kuruka chwa. Ufuoni paka pale katikati. Zile mapila zimeshikilia. Hiyo no. Ndio pale mara kwanza nikamwambia huyu jamaa. Hapo labda mnipelekea viboko. Naona nikwambiaje? Ukiingia pale ukitoka hivi umeisha. Maana maji yenyewe yanakuvuta paka ufuo. Sasa wao wajaribu kwenda huko afu maji yanakula. Unaona sasa mimi ndio maana naambia ujuzi wangu ni kwa avoid. Unaona kama hiyo mtu ni mjuzi wa kuogelea lakini ameshikwa na muscle. Sasa mimi ndo napenda ku avoid vitu kama hivyo. Najua kuogelea lakini ile intokea emergency. Kumezama feri ile emergency. Nitachapa njitoe. Ushaelewa lakini mimi mwenyewe hati niamue tu hata nende tu atifofani niogelee mwenyewe kwa raha zangu haiwezi kwa raha zangu ni ufuoni kuisha ikitokea shida ngoma imezama mtumbwi hapo hivyo nitaogelea sababu ile ni situation lakini si kwa eti najifanya nataka ona mimi nilikuwa nataka kukurefusha hivi kama waweza ogelea swimming pool na uende mpaka kule deep
kwa nini usijaribu kwenda pale kwa bahari? Useme na moyo wangu moja, nataka kujaribu yani. Mwanzo unafunga macho ama unafungua macho? Mimi nafungua macho. Sawa. Lazima ufungue uangalie unaenda. Sasa unaogopa kama ufungua macho uogope ile chumvi uogopa nini sasa? Chumvi kuingia kwa macho. Na kama unaenda mpaka deep kwa swimming pool, mbona usiende mahali? Hiyo place yani mwenye kivivi. Fikra ile kibinadamu tu hivi. Hapa no, unajua ukienda swimming pool ya maji tari chacha chomo nini. Lakini sio ifika hapa. Usanielewa. Mwanzo tu pale bridge. Damu washapanya. Piga tena masabu. Lakini hata exactly. Leo sasa jua sisi, wajua sana masela watu wana ile acheke acha tumwache. Okay sasa kuna ile acha tumwache atoe uoga ama ile shamba ukichoka lala tu hivi float bro. Float utumii nguvu yoyote. Ajipata likoni. Sasa wengi wa hivyo ndio kwa sababu anaweza pata uko mali unufundo huu lakini maji yanakurudisha dipu. Na sasa ndio ile watakushindana pata ndo pale maji yanakuua. Sasa wewe unajibwaje tu. Wewe tulia kama atakupeleka kokote akupeleke. Bora yanaenda lakini mwisho wake ni ufuoni. Hata kama itakutoa hii side ya east paka west tulia tu itakuregesha paka ule ufuo. Lakini wewe tuamini. Sisi hatuwezi kuacha ama tukakwambia eti acha tu uoga. Hiyo kitu hatuwezi fanya. Kwa sababu hatuwezi risk. Basi itabidi tupange sasa hiyo. Wewe tumwacheni huyu. Hatuwezi risk. Kama ni mgeni wetu tunakuchukua vizuri, tunakurudisha vizuri na utafurahi. Hivi. Itabidi tupange hiyo tupange na pia itaendelezea ile gumzo. Tujamalizia hapa lakini sasa tukimalizia kwa leo. Tupatie handle zenu za TikTok mtandaoni pale unapatikanaje wewe tukianzia hapa na icon. Mimi hapa acha nianze tu. Mimi hapo TikTok icon papi 001 pia IG icon papi 001 hapo. Mimi hapo IG utanipata fellow_daddy. TikTok utanipata tu fellow drip kid na mimi nilikuwa nakusema TikTok wezi nipata lakini IG wezi nipata. Na baharini pia waweza wakakupata. Sure. Sawa, roller coaster zenyewe sisi ni watu wa coast na sisi ndo mabaharia wenyewe. Watu wa coast, roller coasters. It's a